Hii ni Maisha Kamili, tukufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji, tunaingia somo la 8. Ndio tulikuwa somo la 7. Somo la 8 nasema kuwa na imani. Kuwa na imani. Na fungu letu la ukalili la wiki hii linatoka kwenye kitabu cha Waebrania 11 fungu la 11. Basi fungu la kwanza. Waebrania 11 na fungu la kwanza. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo. Yes. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Basi kabla kwanza tuweze kupata ombi. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa upendo wako. Asante kwa kuleta tena siku ya leo. Tunakwenda kujifunza imani ambayo ni Yesu Kristo. Tufungue macho yetu kuona wewe. Amen. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Waebrania 11 mstari wa kwanza kama uliosoma inasema imani ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani ni nini? Nataka tuzungumzie imani ya Yesu. Wewe unaelewaje imani? Imani kama nini? Ukilinganisha. Wengine wanasema imani kama wife. Ukitaka tuunganishe data, tuunganike katika internet, tunatumia kifaa kile kinaitwa wifi. Sawa. Haikionekani, lakini ukiwa na wifi una muunganiko na data. Sawa. Ni kweli kabisa. Kabla hiyo, mfano mwingine ni kwamba unaweza ukawa una toka mahali fulani, unaenda sehemu fulani, sio kwamba kuna gari liko hapo nje una hakika ile ambalo lipo na kusubiria, lakini una imani utalikuta, litakusaidia kukupeleka pale. Uhakika. Sasa huo uhakika leo hapo tumefanisha na wife. Mwingine anasema hiyo huo uhakika ni kama risiti. Unapopokea risiti ni kwamba una uhakika umepokea mzigo. Twende kwa habari ya imani na mashaka. Imani na ishara. Imani na ishara. Ninatumaini kila mmoja anatamani angekuwa na imani zaidi. Na hasa kwa imani ambayo tumeiona inasimuliwa katika kitabu cha Waebrania 11, imani kama kina Ibrahim kadhalika. Lakini wiki hii tunaenda kuangalia imani ya Yesu. Sasa Jumapili tutahusisha imani na ishara. Kuna ombi la Mafarisayo hapa. La kutafuta kuona. Imani ni kuona. Kutafuta kuona ili wamtambue Mungu. Tafuta ishara ya kuonekana kabisa. Na tutaona jinsi Yesu alivyowajibu. Marko 8 mstari wa 11 mpaka 12. Wakatokea Mafarisayo wakaanza kuhojiana naye, tafuta kwake ishara itokayo mbinguni, wakimjaribu. Akaugua rohoni mwake akasema, mbona kizazi hiki chatafuta ishara? Amin nawaambieni, hakitapewa ishara kizazi hiki. Wakati huo ukisoma kuanzia fungu la kwanza, Yesu alikuwa ametoka kufanya ishara ya kugawa mikate. Mafarisayo akilini mwao wanasema, si Musa alisema Mungu atatuondokeshea nabii kama yeye, kama Musa? Musa si alitupa mikate kutoka mbinguni? Sasa wakawa wanataka ishara kutoka mbinguni. Kama ni mikate aiteremshe kutoka mbinguni kama Musa. Sasa haya maongezo ukienda kwenye Yohana utaona jinsi Yesu anavyodadavua vizuri, anavyowajibu pale. Lakini hapa anasema hiyo ishara. Sasa naomba niulize, ni kosa imani na ishara havipatani? Ni kosa kuomba ishara? Kwa nini Yesu hapa amewakataza? Kwa mfano tukienda katika Isaya sura 7:11 tutasoma. Tunaona Mungu mwenyewe kwa kinywa cha Isaya anamwambia mfalme Ahaz, omba ishara kutoka kwa Bwana. Mungu alikuwa amekwisha kutoa neno kwamba ushindi upo, maadui zao watasabaratika. Lakini alikuwa anaogopa kuamini. Mungu akataka kuimarisha imani yake, aamini neno lake kwa kuomba ishara. Unajua alijibu
Akasema mimi sitamjaribu Mungu, sitaomba ishara. Mungu anaomba amuombe ishara, yeye anakataa. Alafu Mungu akasema basi nakupa ishara tena. Mwanamke atazaa mtoto, mwanaume nini, mambo yakaendelea. Kwa nini tunarudi kwenye Marko 8? Alikataa ishara. Nipe ishara, shusha ishara kutoka mbinguni. Aha. Sasa Mungu anataka imani yetu ijengwe kwenye neno lake. Na neno lake linatosha kusimamisha imani. Amen. Kama amesema inatosha. Tunaendelea kujifunza wiki hii. Lakini pia anapenda kutoa ishara au uthibitisho wa nje unaonekana kwamba lile neno ni la kuaminiwa, waweza kuamini. Kwa Ahazi ilikuwa hivyo, alitoa neno na akasema hata ishara naweza nikakupa kuthibitisha neno. Hawa Mafarisayo wamesikia neno la Kristo na Yesu naye akatoa ishara kuthibitisha neno. Sasa wao wanakataa ishara ya Yesu aliyoitoa kuthibitisha neno. Wanataka ishara yao. Kwa lugha nyingine, wanataka kumfundisha Mungu namna ya kujithibitisha. Kwa hiyo wanajiweka juu ya Mungu. Huo ni ukosefu wa uaminifu na unyenyekevu. Na hata hiyo imani haiwezi kuzaliwa, maana imani ni unyenyekevu, kwamba huyu ndivyo alivyo, huyu ni Mungu anatenda kazi. Namna gani ambavyo Mungu hataki sana kudwell kwenye hizo ishara, anataka tumwamini yeye kwamba lakini anataka anatoa ishara. Anatoa neno lake, anatoa ishara. Twende. Kwa anataka tumwamini kwamba niseme kwa lugha nyingine tunaweza tukamjaribu kwamba tukiamini neno lake kwamba wewe waweza kufanya. Mfano kama huyo nani Ahazi aligoma. Lakini kama angemjaribu Mungu akimtendea. Unajua Ahazi nini? Hakuwa naamini neno na hakuwa anataka ishara. Hiyo ilikuwa mbaya. Lakini angeamini tu neno, hata ishara kulikuwa kuna sababu. Paulo anasema ishara ni kwa wasioamini. Kwa lugha nyingine, ishara zinawasaidia watu kuamini lile neno. Injili inaenda na ishara. Anasema na hizi ishara zitaambatana nao. Marko 16 tukifika kule. Kwa hivyo nipe tu ishara. Tunapomalizia somo hili ninaliona hivi. Badala ya kuomba kama Mafarisayo, tupe ishara tunazokutaka wewe utufanyie. Badala ya kuomba macho ya kutambua ishara ambazo Mungu anazifanya. Wagonjwa wanapona, mikate inagawanywa, bado hawaoni. Haya, sisi tuombe aidha macho ya kuona ishara, maana Mungu anazitoa kuthibitisha neno lake, au tuombe ishara kuthibitisha lile neno lake. Unajua Mungu sio kama anakataa kutoa ishara. Hata wewe kama unasema Mungu nakuamini, neno lako ni lipi? Sasa thibitisha kwamba hii sauti ninayosikia ni wewe umesema, nionyeshe. Na una nia ya kutaka kufuata njia yake. Mungu ni mwaminifu na wa haki. Nipe ishara. Unaomba ishara yoyote kwa Mungu, usiombe kama Mafarisayo. Omba kama ambavyo Mungu anataka. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili. Tunahitaji imani iliyojengwa juu ya neno, inayothibitishwa na ushahidi, hata ishara. Neno lako linatosha. Jina lako litukuzwe sasa na hata milele. Tulete tena kwa masomo mengine kama haya kesho, kwa jina lako. Amen. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji. Leo tumefikia tamati ya somo la nipe tu ishara. Kesho Jumatatu tunaangalia Yesu anaiona imani yetu. Mimi ni Arnold Rubinza. Enos Mwakalindile. Karibu sana. Amen.